Ni katika mkutano wa pili wa mwendelezo wa kampeni katika jimbo la Kiembe Samaki uliofanyika katika uwanja wa Magunia Mombasa SOS hapa visiwani Zanzibar, ambapo mgeni rasmi wa mkutano huo ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa Mneki Amini Salmini Amur, ambapo amewataka wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM kuhakikisha rais wa Zanzibar anarudi madarakani kwa kumpa kura za ndio ifikapo Oktoba 29. Kadhalika amevitaka vyombo vya ulinzi na usalama kuweza kusikiliza kauli za viongozi wa vyama vya siasa kwa wanaofanya uchochezi kwa lengo la kupotosha wanajamii kuweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa upande wake, mgombea uwakilishi jimbo la Kiembe Samaki Abdullah Kambotwe Abdullah amewaahidi wananchi kuweza kuondosha zero kwa vijana pamoja na kutatua changamoto zote katika jimbo hilo. Sanjari na hayo, amesema kuwa wamejipanga katika kutoa vifaa kwa vijana ili kuweza kuona kuwa wanajiendeleza kwenye sekta ya uchumi wa buluu. Nikishukuru chama changu kwa kuniamini, kuniteua kwenda kusimamia yale yote ambayo tunapambana nayo, changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika jimbo letu hili, na mimi niwaahidi nitakwenda kuyasemea, kupambana, kuhakikisha tunatatua changamoto ambazo tunakabiliana nazo. Bado tuna changamoto nyingi katika jimbo letu hili, ikiwemo changamoto ya elimu. Kwanza kabisa tuwashukuru viongozi wetu kwa kutujengea skuli mpya za kisasa, lakini changamoto kubwa kwenye matokeo ya vijana wetu. Matokeo hayaridhishi. Hivyo basi, ndugu mgeni rasmi, tumejipanga kikamilifu kwenda kuhakikisha na kusimamia tunaondoa zero kwenye jimbo letu hili. Lakini pia tunajua vijana wetu wengi wao wanasafa na kuhangaika juu ya swala zima la ajira. Ajira oye! Vijana mpo? Tutahakikisha tunakwenda kuwawezesha vijana ili waweze kupata elimu ya kuweza kujiajiri wao wenyewe. Lakini kwa kila kijana mwenye sifa ambaye atakayekuwa ameomba kazi serikalini, tutahakikisha tunampambania ili aweze kupata nafasi hiyo. CCM oye! Wavuvi oye! Katika jimbo letu tumebahatika kupata soko ambalo liko Mazizini. Kwa sasa hivi tunajua tuna changamoto ya soko hilo, lakini sisi kama wananchi wa jimbo la Kiembe Samaki hatuwezi kukubali kupoteza soko lile. Tutakwenda kusimamia na tutahakikisha soko linarudi kwa wananchi wa jimbo la Kiembe Samaki. Lakini pia tutawawezesha vijana wote pamoja na wazee wetu ambao wanategemea kipato chao kupitia bahari, kama ilivyo sera ya rais wetu ya uchumi wa bluu. Basi tutakwenda kuisimamia dhana hiyo, kuwawezesha ili waweze kupata vifaa vya kisasa katika kuhakikisha wanavua salama na kupata samaki kwa wingi. Lakini kina mama na wale wote wanajishughulisha na kilimo cha mwani, tutahakikisha tunawapatia vifaa ili waweze kujiwezesha katika kilimo hivyo. Usalama hoye! Hakuna kitu muhimu kama usalama. Tunajua tuna changamoto. Kuna baadhi ya vijana mitaani wanakuja na tabia za ukabaji, lakini tumejipanga kupambana nao. Mheshimiwa Rais ametujengea barabara za ndani, barabara ambazo tunaamini tunaendelea na mchakato huu katika awamu ya pili, awamu ambayo tutapigania zile barabara zote ambazo bado ni changamoto
tutakwenda kulisemea na kuhakikisha barabara hizo zinajengwa katika kiwango cha lami na zege. Lakini pia barabara hizo tutahakikisha tunakwenda kuziombea miundombinu ya taa ili kuweza kuboresha usalama katika jimbo letu hili la Kiembe Samaki. Michezo oye! Michezo safi! Mheshimiwa mgeni rasmi, tumejipanga katika kuhakikisha tunaibua vipaji vya michezo katika michezo tofauti, kuanzisha ligi tofauti. Mimi ni mwana michezo, mimi ni mwigizaji, nimetoka kwenye mifupa ya sanaa na michezo. Hivyo nitajitoa kipaumbele kuhakikisha jimbo letu linafanya vizuri katika masuala mazima ya michezo. Kwa sababu ya muda, naomba nichukue nafasi hii kumwombea kura Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mama Samia! Mama Samia! Lakini pia nimwombee Rais wetu wa Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, na yeye kwake ikifika Oktoba 29, naomba tukafanye nini? Dr. Mwinyi! Dr. Mwinyi! Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.